Kama wewe ni mmoja wa vijana wanaosubiri ajira za vyombo vya ulinzi na usalama, huenda kwa sasa unauliza, je, ni polisi, ni magereza au ni zimamoto na uhamiaji? Na swali kubwa limekuwa, ni vyombo gani vinatarajiwa kwa ajira mpaka sasa? Karibu Jack Media TZ, kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Leo tunaangalia taarifa zinazozungumzwa kuhusu baadhi ya vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vinatajwa kuwa na matarajio ya kuajiri watumishi katika mwaka wa fedha 2026-2027. Taarifa zilizopo sasa. Kwa mujibu wa taarifa zinazohusishwa na makadirio ya ajira katika vyombo vya ulinzi, kuna vyombo mbalimbali vinavyotajwa kuwa na matarajio ya kuongeza watumishi. Baadhi ya vyombo vinavyotajwa kwenye taarifa hizo ni pamoja na Jeshi la Polisi Tanzania, Jeshi la Magereza Tanzania, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na Idara ya Uhamiaji na pia NIDA. Lakini ni muhimu sana kuelewa jambo moja muhimu. Kutajwa kwa makadirio ya ajira haimaanishi kwamba matangazo rasmi tayari yametoka. Kwa kawaida, sifa za waombaji, tarehe za maombi na utaratibu wa kutuma hutolewa baadaye kupitia matangazo rasmi ya vyombo husika. Kama unasubiri ajira za vyombo hivi, usikate tamaa haraka, kwa sababu taarifa za makadirio ya ajira mara nyingi huwa ni ishara kwamba kuna mipango ya kuongeza watumishi katika baadhi ya taasisi hizo. Ni muhimu sana kufuatilia taarifa kupitia tovuti rasmi za jeshi, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na kurasa rasmi za vyombo husika. Na pia epuka watu wanaodai wanaweza kuingiza jeshini kwa fedha au connection. Mpaka sasa, watu wengi bado wanaendelea kusubiri matangazo rasmi ya baadhi ya vyombo vya ulinzi na usalama vilivyotajwa kwenye makadirio ya ajira, hayo ya ajira. Komenti hapa chini, wewe unasubiri ajira za chombo gani zaidi? Like na subscribe, na usikose update nyingine kupitia Jack Media TZ, kwa sababu kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.